naomba nitoe maelezo juu ya utoaji wa fedha kwa wakati, fedha ambazo zinataka kufanya maendeleo na matumizi mengine, na kuwezesha wizara, taasisi na idara ya serikali kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Mheshimiwa Spika, serikali yetu imeendelea kutoa fedha ili kuwezesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na matumizi mengine. Sote tumeshuhudia utekelezaji wa miradi mbalimbali kutokana na fedha zilizotolewa kwenye maeneo yetu ya uwakilishi. Hivyo niliwahakikishie bunge lako tukufu kuwa kulingana na mpango kazi, serikali itaendelea kutoa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, na tukiwa tumebaki na miezi mitatu ya kukamilisha bajeti yetu, tutahakikisha robo hii mwaka iliyobaki tunamaliza kupeleka fedha kwenye mahitaji kulingana na mahitaji ya wizara hizo. Eneo la pili, juu ya uharibifu wa miundombinu ulioharibika kutokana na mvua. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza kwenye hotuba yangu kuwa nchi yetu imepata athari kubwa kutokana na mvua kubwa za El Nino na kimbunga Hidaya. Athari zilizotokeza ni pamoja na vifo, majeruhi, upotevu na uharibifu wa mali pamoja na miundombinu hususan barabara, madaraja na makaravati. Mheshimiwa Spika, serikali ilichukua hatua mbalimbali ya kurejesha hali ya miundombinu hiyo iliyoharibika ili huduma nyingine ziweze kuendelea. Hatua hizo ni pamoja na kutafuta fedha za dharura, kuweka mfumo wa matunuzi na kutafuta wakandarasi, na kuanza ujenzi wa miundombinu iliyoharibika katika mikoa yote hapa nchini. Serikali ilitoa bilioni 72.15 kwa ajili ya kurejesha miundombinu kwa dharura. Vile vile imetoa shilingi bilioni 868.56 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya kudumu kwenye wilaya 139 za Tanzania bara ambazo miundombinu yake iliharibiwa kabisa. Miundombinu hiyo inajumuisha madaraja 63, barabara zenye urefu wa kilomita 827, mitaro yenye urefu wa kilomita 84 pamoja na makaravati 225 yamefanywa marekebisho. Mheshimiwa Spika, hivi karibuni tumeshuhudia mvua kubwa kwenye mikoa mbalimbali hapa nchini. Mvua hizo zimesababisha athari kwenye miundombinu ikiwemo barabara ya Dar es Salaam hadi Lindi. Miundombinu hiyo ni pamoja na daraja la dharura lililopo kwenye barabara ya mchepuko katika eneo la Somanga ambapo daraja jipya linajengwa. Mheshimiwa Spika, napenda niwafahamishe Watanzania na waheshimiwa wabunge wote wakiwemo wabunge wa mikoa ya kusini kwa ujenzi wa daraja jipya la Somanga ambalo litakuwa na urefu wa mita 60 pamoja na barabara unganishi ya kilomita 1.7 unaendelea vizuri na haujaathirika. Hadi sasa mkandarasi amekamilisha ujenzi wa nguzo 27 kati ya 43 wa daraja hilo, na kwa ujumla mradi umefikia 38% ya utekelezaji na unatarajiwa kukamilika ifikapo Septemba 2025. Na kwa mujibu wa mkataba, madaraja mengine yanayopitiwa na mikondo ya maji kama vile Matandu, Mavuji na Kiu na Mtombo Mkuru yana wakandarasi. Pindi mvua hizi zinazoendelea kunyesha kutoka mkoani Morogoro, misitu ya Selous zikishapungua, ujenzi utaendelea kwa kasi, na kesho asubuhi saa 2 nitakuwa kule Somanga kukagua hali hiyo. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kupitia bunge lako tukufu kuhakikisha wananchi kuwa serikali itaendelea kukamilisha miundombinu iliyoharibiwa ili irejee katika hali yake ya kawaida na wananchi waendelee na huduma zao za kawaida. Vile vile nitoe rai kwa wananchi wote kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya mvua zinazoendelea kunyesha ili kuepuka athari zinazoweza kujitokeza. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie sherehe za Muungano.